Hujambo mtazamaji, karibu katika kipindi cha Vijana Klabu, ambapo kwa siku hii ya leo kipindi cha Vijana Klabu tuko maeneo ya Kimara Temboni. Kubwa hasa ambalo limetuleta hapa, tunaangazia nafasi ya vijana katika jamii, na kwa kuliangazia hilo tumemwalika mkurugenzi wa taasisi ya Asbat ambaye tutazungumzia kuhusiana na kile ambacho kinafanywa na taasisi hii. Kufahamu mengi zaidi, ambatana nami Edvesta Tarimo mpaka tamati ya kipindi. Santos. Yes. Habari za siku? Njema, karibu. Habari za majukumu? Salama kabisa, karibu. Nimefurahi kukutembelea. Na mimi pia nimefurahi kufika. Bila shaka naamini leo tutajifunza mambo mengi kutoka kwako. Naam, karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Habari za Tumaini Media? Njema kabisa. Tuko bwana, leo tumekuja kuwatembelea. Tumeshukuru. Naona unapambana. Tunamshukuru Mungu. Wewe unapambana, unaendeleza harakati? Tunapambana. Sio kupambana, hapa tuko vitani. Unaendeleza harakati. Yeah, exactly. Ni sahihi, yote ni sawa. Ndio kitu ambacho tunachokitaka kwenye jamii. Ni kweli. Hongera sana. Na mimi pia nikushukuru wewe. Na mtazamaji, kipindi hewani ni Vijana Klabu, ambapo kwa siku hii ya leo tunaangazia nafasi ya vijana katika jamii. Na kwa kuliangazia hilo kwa siku hii ya leo nimemwalika mkurugenzi wa taasisi ya Asbat, ambapo tutazungumzia kuhusiana na kile ambacho anachokifanya kwa jamii, hususani kwa watoto ambao wenye mgongo wazi. Kufahamu mengi zaidi, mtazamaji, ambatana nami mpaka tamati ya kipindi. Karibu sana katika kipindi kwa siku hii ya leo. Asante sana. Tufahamu majina yako na utuambie kile ambacho unachokifanya hasa. Nashukuru. Naitwa Santos Joshua Chua. Ni kijana aliyezaliwa na ulemavu wa mgongo wazi. Ni mtumishi katika taasisi ya Asbat, nikihudumu kama mkurugenzi mtendaji. Na Asbat ni kirefu cha maneno ya Association for Spina Bifida and Aerocephalus Tanzania. Asbat ni taasisi ama shirika linalohudumu kusaidia watoto na vijana waliozaliwa na ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Ndio. Ni nini hasa ambacho kimekupelekea wewe kujiingiza kwenye taasisi hii? Naam, kama nilivyotangulia kujitambulisha awali, ni miongoni mwa waliozaliwa na changamoto hii ya ulemavu wa mgongo wazi. Asbat ilinikuta njiani nikiwa tayari ni kijana aliyezaliwa nikiishi na changamoto hii, na tayari nilikuwa nimepata huduma katika hatua kadhaa. Nikiwa najiunga na taasisi ya Asbat, malengo yangu ya msingi ilikuwa ni kuweza kusaidia watoto na vijana waliozaliwa na ulemavu kama wa kwangu. Nikiwa nimeguswa na historia ngumu sana ya makuzi na malezi kutoka kwa marehemu mama yangu, ambapo alinigusia masimulizi yenye maumivu kwamba baba alivyopokea hali yangu ya ulemavu, kashfa na maneno ambayo alimtamkia, na hatimaye baadaye akaamua kumtelekeza hospitali nikiwa na hali mbaya, na hata alipothubutu kumfuata, kumtolea maneno ya vitisho na maneno ya fedhea. Kwa hiyo binafsi yangu nikasema sitatoa hukumu juu yake, isipokuwa nitafanya kwa vitendo, kwamba kuionyesha jamii na sisi watu wenye ulemavu tuna maisha baada ya ulemavu. Na nikiwa na tafsiri kabisa kwangu ulemavu sio mauti. Kwa hiyo nikiwa ninajiunga na taasisi hii, misingi yangu ilikuwa imejikita kule awali kwamba natamani siku moja niwe mentor, niwe mshauri, niwe mtetezi wa watu waliozaliwa na changamoto hii ya kichwa kikubwa na mgongo wazi, lakini pia niwe sababu ya hatua kadhaa, hata chache tu, za mafanikio madogo ya kutoka kwenye hali hii ngumu ya ulemavu na kuishi maisha mengine. Na kwa msingi huo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu nimefanikiwa kwa kiasi fulani kuyashika na kuyagusa maisha ya wazazi hawa watoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi, na hatimaye leo nina vijana ninaojivunia nikiwaona mtaani wakiwa katika shughuli zao za kawaida, lakini pia nikiwaona watoto ambao wamezaliwa na changamoto hii ya kichwa kikubwa na mgongo wazi wakiwa na uendelevu mzuri ama ustawi mzuri wa afya zao. Tuangazie sasa, kabla ya kuja kujiunga kwenye taasisi, ni kitu gani hasa ambacho ulichokuwa unakifanya na jamii ilikuwa imepokeleaje ile hali? Yapo mambo mengi ambayo nilijihusisha nayo, na nikiwa nimehudumu katika mashirika na taasisi mbalimbali kama mtumishi wa kujitolea na kuonesha uwezo wangu kama ambavyo wazungu wanavyosema disability is not inability. Nilionyesha uwezo wangu katika maeneo mengi ya utumishi wangu,
na sehemu ya mwisho ambayo nilihudumu kwa kitambo kidogo ni halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa hiyo na penyewe nilifanya kazi kwa muda na nilionyesha uwezo wangu chini ya aliyekuwa bosi wangu wakati ule. Kwa kweli alipenda uwezo wangu na aliridhishwa na ule utumishi nilokuwa nao. Lakini ukiachilia hivyo, nikizungumzia katika ngazi ya jamii ndogo, hatua ya mtaa, ni mahali pekee ambako na penyewe nilijitahidi. Nilijaribu kuwaleta vijana wasiokuwa na changamoto ya ulemavu pamoja, na nilitengeneza na kuunda vikundi vingi mara kadhaa, na vingine nilikuwa nasajili kwa mfuko wangu personally binafsi yangu, na kuvipeleka mbele, na vingine vilipiga hatua. Ni bahati mbaya sana vijana wanaoanza maisha wakiwa wanatokea katika majumba ya familia zao si wale wenye kuwa wamechakata akili. Kwa hiyo tayari unakuta wanawaza tu kupata haraka haraka, kutumia haraka haraka, bila kujua katika kupata kuna kuweka ili kuzalisha baadaye. Kwa hiyo baadhi ya vikundi havikustawi vizuri kwa sababu ya mihemko na hali ya vijana wenyewe. Lakini ninashukuru, nina vijana wachache ambao leo ninaona kwenye mitandao ya kijamii, nina vijana wachache ambao ninakutana nao makazini, walipita kwenye mikono yangu kupitia vikundi hivyo, na wana mafanikio makubwa, ili hali si watu wenye changamoto ulemavu. Unaiona wapi nafasi ya kijana katika jamii katika kujishughulisha na shughuli ambazo hazina mafanikio ya moja kwa moja? Nikimaanisha kwamba kuna vijana ambao wanahitimu vyuoni, lakini pia kuna wale ambao unakuta kwamba anapomaliza tu masomo yake au anapofikia umri fulani, target yake ya kwanza anataka kuwa mtu fulani. Katika maisha ya kawaida, hasa maisha ya masomo, mbali ya kwamba tunapokuwa katika level ya masomo, kila mmoja ana perception yake, lakini kila mmoja ana maandalio yake. Kuna wengine tunakutana nao wametumwa tu kuja kubadilisha mazingira na kadhalika. Shida ni pale unakuta wewe ambaye unatoka mazingira magumu, unatoka mazingira ya mlo mmoja au miwili kwa siku, unajifananisha na kujilinganisha na mtu wa aina ile. Ni ngumu sana, hasa kwa kizazi chetu cha leo ambacho kimezungukwa na teknolojia nyingi, kutoka katika hatua ya masomo na kuja mtaani ukisubiri ajira. Maisha yetu ya leo yanataka ubunifu wa hali ya juu, inataka mtu uwe umejitathmini vya kutosha. Niseme kwamba simuoni mtu wa namna hiyo kama akiwa ni mtu wa mafanikio, hata akipewa mtaji wa milioni 10. Isipokuwa anapaswa kuwa ni mtu ambaye tayari anajitambua na ambaye yuko tayari kufanya jambo linaloweza kumsaidia. Nikirejea katika nasihi za mkufunzi wangu wa chuo, aliwahi kuniambia, unapojiandaa kwenda kwenye maisha ya kujiajiri, fikiria kwa namna nyingine ungekuwa umeajiriwa, ungekuwa mtu aina gani. Lakini fahamu kwamba unapoajiriwa unatimiza ndoto za mwajiri, lakini ukijiajiri unatimiza ndoto zako. Umezungumzia kwamba umejikuta kwamba licha ya kuwa ni kitu ambacho unachokipenda kutoka rohoni, umejikuta unafanya kitu ambacho haikuwa dhamira yako, ambacho ulikisomea darasani. Ni kitu gani ambacho kiko nyuma ya pazia kushindwa wewe kufanya kile ambacho ulikuwa umekusudia awali? Kilicho nyuma ya pazia kama ulivyouliza, moja ni kuwa na taaluma na kwenda kuiombea ajira, lakini kutokupewa kipaumbele ama kuthaminiwa kwenye kile kitu ambacho umesomea. Mbali ya taaluma ambayo ninayo hapo ya kwanza, ambayo ilininyima nafasi ya kazi, maana nilisoma gender issue. Nilihangaika kutafuta kazi nikakosa. Lakini kwa sababu ya changamoto yangu ya ulemavu na mazingira ambayo nilikuwa natakiwa kuyapata, nifanye kazi kama mtihani. Lakini baadaye namshukuru Mungu nikajiunga na taasisi ya habari. Nikaenda kusoma masuala ya uandishi wa habari na utangazaji. Lakini package niliyoipenda sana ni afisa uhusiano. Ikiwa ndani ya taasisi, ndani ya taaluma hiyo ya uandishi wa habari na utangazaji, nilihakikisha nakuwa kiraka. Kila kitu mule ndani ya ile package ninaipata vizuri na naweza kuitumikia. Lakini kwa ni bahati mbaya sana, ukienda kwenye media haupewi ile kipaumbele. Ukienda kwenye taasisi fulani, pale unapotambulisha tu hali yako pia ulemavu, kuna namna
unatathminiwa, kuna namna unatafasiriwa. Lakini ilivyompendeza Mungu, nadhani aliniandaa mahususi kwa ajili ya taasisi hii, lakini pia kwa ajili ya watoto na vijana wenzangu wenye changamoto hii, kama ambavyo ilikuwa nadhiri yangu ya kwanza niliyoitambulisha kwako, kwamba sikutaka kumhukumu marehemu baba. Nilisema kwamba nitamuonesha yeye na umma kwamba kuna maisha baada ya ulemavu, lakini pia nikitamani kutetea, kupigania na kupambania maisha ya watu wenye ulemavu, hususa aina ulemavu huu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi niliozaliwa nao. Tufahamu sasa ni akina nani wamekushika mkono kwa hiki ambacho unachokifanya? Kwanza awali ya yote, marehemu mama yangu ana nafasi kubwa sana. Baada ya Mwenyezi Mungu, mama yangu ana nafasi ya kipekee sana, kwa sababu alikuwa ni mentor wangu muhimu, mtu ambaye alipigania maisha yangu tangu mimba, kuzaliwa kwangu, kupoteza kwake fursa nyingi kwa sababu ya kuhangaika kunilea na kunihudumia, kwa sababu katika maisha ya kawaida kumhudumia na kumsaidia mtu mwenye ulemavu mpaka kustawi na kufika kwenye hatua ya kwangu mimi si jambo rahisi. Wakati mwingine inagharimu hali ya kiuchumi, inagharimu maisha ya kawaida na kadhalika. Na hata wakati mwingine inakutenga na watu, kwa sababu huna muda wa kukaa na watu wengine isipokuwa kumwangazia mtoto unayemhudumia. Pamoja na hayo, ninaweza kusema kupitia uongozi wa taasisi nilioukuta na ambao baadaye ulikuja kupokeza, nimekuwa na mashirikiano makubwa. Wale wa kwanza walionipokea wakiwa ni wazazi na viongozi wa taasisi hii kama waasisi, walinipa ushirikiano mkubwa sana na wana mchango mkubwa, si tu wa kunipokea kama mtumishi, lakini hata kunilea na kuniumba hivi nilivyofikia leo. Tufahamu sasa, hawa watu ambao wana watoto ambao wanapitia changamoto kama ambayo unapitia, wanafika moja kwa moja kituoni, ama utaratibu wenu unakuwaje kuwakusanya hawa watu na kuwaweka sehemu moja? Na je, kwamba hawa watu mnawapata kutoka mikoani, hapa ni kwa jiji la Dar es Salaam pekee? Awali ya yote nitambulishe, kama nilivyosema, Asbati inahudumu kwa namna gani. Asbati tuna huduma inaitwa House of Hope, ni nyumba ya matumaini, ikiwa inalenga kusaidia wazazi wanaotoka mikoa mbalimbali na kufika Dar es Salaam hapa kufuata matibabu ya kibingwa katika hospitali zinazotoa huduma hizo, ikiwemo hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo wakati wote wanapokuja hapa wanapata huduma ya malazi, chakula na usafiri bila malipo. Namna gani sasa tunafanya kuwapata hawa wazazi? Namna pekee ambayo tunatumia kuwapata hawa wazazi, taasisi ya Asbati inafanya kazi na hospitali zote za rufaa nchini, lakini tunafanya kazi na maafisa ustawi wa mikoa yote ya Tanzania bara. Kwa hiyo kwa upekee huu, pale anapopatikana mzazi katika hospitali yoyote ya mkoa anahitaji matibabu ya kibingwa, kwa maana ya kusafirishwa kuja Dar es Salaam, tunapata neema ya kupigiwa simu na maafisa ustawi hawa, lakini wakati mwingine tunapigiwa simu na hospitali pekee, na tunayo matawi yetu katika baadhi ya mikoa, na wenyewe pia wanatumika kutupigia kama viongozi, kutuhabarisha kwamba kuna mzazi anatoka mathalan mkoa wa Morogoro, basi tunampakia kwenye basi sasa hivi anakuja, au amepatiwa msaada wa usafiri na maafisa ustawi au matrafiki barabarani, na hatimaye atakuja. Basi kwa kuwa atakuja, tunaomba muwasiliane na dereva au konda au mzazi mwenyewe kama atakuwa na mawasiliano ya simu, kwa ajili ya kumpokea. Na ndio utaratibu wetu. Akifika kituo kikuu cha mabasi hapa Dar es Salaam au mahali pengine popote ambako ndio kituo cha mwisho cha safari, sisi tunafanya utaratibu wa kwenda kumfuata ama kumwelekeza jinsi ya kufika mpaka anakaribia hapa na anapata huduma. Na anakupa hapa kwa matibabu aidha ya awali au kwa ajili ya clinic follow up. Na wakati wote tutakuwa tukimuassess. Inawezekana wakati mwingine tukampokea mzazi, mtoto ana hali mbaya sana utapiamlo. Sisi hatutaridhika kumpeleka kwenye matibabu kwanza. Tutashughulika naye hapa kwa sababu tuna watumishi waliobobea na waliopata mafunzo na wakafunzika vizuri. Kwa hiyo wanawajibika kuwasaidia, kwanza kuwapa elimu kwa nini alipata ile malnutrition na namna gani anaweza kaidhibiti, na baada ya hapo mtoto akishapata afueni ama akapona,
malnutrition ile, tunampeleka kwenye hatua za matibabu. Na akirudi kutoka kwenye matibabu anakuwa kwetu kwenye uangalizi wa muda mfupi kabla ya kurejea nyumbani. Kisha hapo na sisi tunampa nafasi ya kurudi nyumbani. Mnapokea watoto wa umri kuanzia miaka mingapi, lakini pia ni watoto wanaotoka katika familia za aina gani? Sisi tunapokea familia za kada zote. Na tunapokea mtoto kuanzia wa siku moja aliyezaliwa, kwa sababu anakuja na mzazi wake. Na kwa kuongezea kwenye hilo, kwa sasa tuna huduma nyingine kama mradi mpya ambao tumeubuni, na ni mradi ambao utakwenda kustawi na kulea pia mradi ule wa nyumba ya matumaini, unaitwa Asbat Care. Asbat Care inakusudia kuwa na eneo pana. Mwanzoni ilikuwa imebuniwa kwa ajili ya kuwapokea watoto waliokosa malezi ya upendo wa familia, kwa maana baba na mama. Aidha mtoto huyu anaishi kwenye familia ya mama aliyoolewa ukewenza, au anaishi kwenye familia ambayo ni duni, au familia yenye changamoto ya aina yoyote ndani yake inayomkosesha mtoto amani na fursa ya kujumuika kifamilia. Kwa hiyo tunao hapa, na tumeanza na watoto wachache, lakini kusudio letu ni kuwa na zaidi ya watoto 50 tutakao wahudumia kwa namna tofauti. Kusudi na namna ya kuwahudumia hawa watoto, ile ni angazie na ile ya wazazi. Kwanza tunakusudia hawa watoto pamoja na wale wadogo, yani hawa watoto tunawapokea ni tulikusudia kuanzia miaka 3, lakini tulipata mtoto wa miezi 3 kutoka hospitali ya Bugando akiwa ametelekezwa na wazazi wake. Huyu hatukuwa na budi, tukasema basi tutamchukua huyu mtoto, na pengine itaanzia hapo. Wakiokotwa watoto wengine wa kichwa kubwa na mgongo wazi, tutawachukua kwa ajili ya kuwasaidia tuyakuze maisha yao. Kwa hiyo tuna healthcare, kwa maana tunatafuta wadau wa kutulipia bima, kulipa matibabu ya keshi na huduma nyingine zote zinazogusa maisha ya mtoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi. Pamoja na hayo, tuna huduma ya kumfadhili mtoto masomo, na mpaka sasa hivi tayari tumepeleka watoto takribani 4 shule na wanasoma shule ya mchepuo wa Kiingereza na wanafanya vizuri sana katika masomo yao. Na mtazamaji, kipindi hewani ni Vijana Klabu. Naomba nitoe angalizo la kipindi hiki. Kipindi hiki hakina lengo la kumshutumu mtu yoyote katika mazungumzo ambayo tunazungumza. Kipindi hiki kina lengo la kutoa elimu kwa jamii. Tumezungumza na mkurugenzi wa taasisi ambayo inahusika na kutoa malezi kwa vijana na watoto ambao pengine wamekata tamaa na wazazi wao wamekata tamaa. Mtazamaji, kama una chochote cha kutuambia kuhusiana na kipindi hiki, tuambie kupitia namba zetu zinazopita chini ya screen yetu, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa kwenda pale Instagram kwa kuandika Vijana Klabu, ama ukurasa wangu kwa kuandika Strong Lady 03, na kipindi hiki utakipata kupitia mtandao wetu wa kijamii YouTube kwa kuandika Tumaini_TV. Utakipata moja kwa moja kipindi hiki na kuweza kufuatilia yale ambayo tumezungumza na mkurugenzi wa taasisi hii. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tunaendelea na mazungumzo yetu. Mtazamaji, baada ya mapumziko haya mafupi tumerejea, tunaendelea na mazungumzo yetu. Santos, tugeukie sasa, mwitikio wa jamii kwa ujumla ukoje? Naweza kusema mwitikio ni mkubwa sana. Nikianzia kwanza hapa, sisi kama taasisi huwa tunapokea wageni na wadau wa ndani ambao wanakuja kwa ajili ya kufanya charity. Na ndo tunaishi kwa nguvu hiyo. Wale wanaotuletea hisani ya chakula, mahitaji ya fedha na kadhalika. Wageni wale huwa hatuachi watupu. Pamoja na hisani wanaotufanyia, sisi tunawageuza kuwa ni jukwaa muhimu la kuwapa elimu ya kichwa kubwa na mgongo wazi. Kumekuwa na mwamko mzuri na jamii imehamasika sana, na wengi wanaokuja hapa wanakiri elimu hii kuwasaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini kama haitoshi, kama taasisi tumekuwa tukitoa elimu kupitia majukwaa mbalimbali na maeneo mbalimbali, kama ambavyo leo tumepata fursa ya kutumia jukwaa hili la klabu ya vijana kuifikia jamii kwa kuambia kuhusu changamoto za kichwa kubwa na mgongo wazi, sababu, kinga, lakini huduma ya afya na malezi
ya mtoto alizaliwa na kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili ama hayo majukwaa tunayoyatumia, jamii imehamasika sasa. Watoto wanaojitokeza kwenye matibabu ni wengi sana. Awali namba ya matibabu ya watoto hao ilikuwa ni ndogo mno, na ilifika wakati 2022 tulipata takwimu ya watoto wanaozaliwa kwa mwaka walikuwa ni 6,000 takribani. Na hawa ni wale wanaokwenda hospitali kwa ajili ya kutambuliwa kwa Tanzania pekee. Kwa Tanzania pekee. Yeah. Na kwa tafsiri hiyo inawezekana wako zaidi ya wengi kwa wakati ule walikuwa wanazaliwa lakini hawafiki kwenye matibabu. Lakini kuna makabila na mikoa walikuwa wanatelekeza watoto kwenye maeneo ya milima na kuwadhuru, kuacha wafe, waliwe na wanyama wakali na kadhalika. Lakini kwa takwimu pia za 23-24 zilikuja na mabadiliko makubwa kidogo, kutoka watoto 6,000 mpaka zaidi ya 6,000, ikitajwa kwamba ni 7,000 sasa na 500. Na tafiti bado zinaendelea, na sisi sio wataalamu wa tafiti rasmi, lakini tunamshukuru Mungu kupitia Wizara ya Afya, kitengo cha huduma ya elimu kwa jamii imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana kupeleka hii elimu duniani. Leo hii namba ya watoto kichwa kikubwa na mgongo wazi si ile ambayo tulikuwa tunaiona, si ile ambayo tulikuwa tunaisikia. Namba si, yani imepungua kwa kiasi fulani, na wizara imejitahidi sana. Ni sifu serikali hii ya awamu ya 6 imejitahidi kwa upekee mkubwa sana, na imesaidia sisi leo hii kuona kwamba watoto wa kichwa kikubwa na mgongo wazi sasa sio historia kubwa iliyokuwa inatafsiriwa masikioni mwa watu. Ukienda hospitali sasa hivi, wadau, hata na sisi ndani, walau tumeanza kupata wahisani wanaotaka kusaidia hawa watoto, japo haijawa rasmi sana kujitokeza kwa kiasi kile, lakini naamini bado Mungu anatengeneza sikio sikivu miongoni mwa watu ambao wanatusikiliza. Watajitokeza zaidi na kutusaidia zile changamoto ambazo tunapitia. Lakini kiri wazi, Watanzania wameibuka, wameamka. Si tu wale walengwa wanaokuwa na changamoto hii kama familia, lakini hata jamii inayotaka kusaidia. Kwa kweli imekuwa na mwamko mzuri. Tunamshukuru Mungu. Ni changamoto gani ambayo umekumbana nayo katika taasisi, lakini kwa wewe binafsi, ambayo imekuwa kikwazo cha kurudisha hari ya kufanya kila ambacho unachokifanya? Maisha ya kawaida yakosi changamoto. Kuna wakati unataka kufanya mambo yako binafsi, lakini taasisi inakuelemea na inakuhitaji, na si kwa sababu nyingine zozote, ni kwa sababu ya naweza nikasema ya yale malengo ambayo uliyaweka hapo kabla. Kama ambavyo nilisema, niliweka nadhiri. Ni mambo pekee ambayo yanaweza yakazuia usistawishe mambo yako binafsi. Lakini pia kuna changamoto za kibinadamu ambazo hizi hazizuiliki na hazikwepeki mahali popote. Pale ambako mkikusanyika watu 2-3 mliotofautiana, aidha kwa umri na jinsi, mnaweza mkafanya tofauti ama kinyume chake. Lakini niseme changamoto zote ambazo nimekutana nazo, kwangu zilikuwa ni fursa, kwangu zilikuwa ni darasa tosha la kunisaidia hata kuchelewa kwa mambo yangu binafsi, lakini yakaendelea kwenda kwa ustawi na ukomavu mzuri zaidi. Kwa hiyo ninajivunia changamoto zote ambazo nimewahi kukutana nazo hapo kabla. Ni lipi neno lako ambalo usipolizungumza kwa vijana utakuwa haujapata amani ya nafsi? Nina mambo mawili ya msingi. La kwanza, napenda kuwaambia vijana wenzangu, wale wanaotutazama sisi watu wenye ulemavu. Ulemavu ni upstairs. Hapa pakiwa na shida, huo ndio ulemavu. Lakini nikiwa na changamoto ya kimaumbile na huu uumbaji, si sehemu ya ulemavu. Hii ni sehemu tu ya kukawiza ama kuchelewesha mbio zangu. Lakini bado katika kukimbia kwa mbio hizi ndogo na fupi nitafika. Leo kinikimbiza mimi kijana mdogo na mzee, tutakimbia mbio tofauti, lakini mzee atafika kwa jasho nyingi, na bado safari yake ya kukimbia, lengo lake la kufika pale summit litatimia. Ninaweza kuwaambia katika msingi huu kwamba hata na wao wasiokuwa na mawazo chanya na wasiojifikirisha
na wasiowaza kuhusu baadaye na kesho, wao ni sehemu ya walemavu. Huu ni sehemu ya ulemavu kwa sababu wameshajidumaza, wameshaamua kuridhika na mambo ambayo hayatawajenga ama mambo madogo yenye kuwavunja moyo. Lakini pia kama umesharidhika kuvunjika moyo na kukata tamaa, hiyo ni sehemu pia, ama kwangu na tafsiri kama hali tu ya ulemavu. Pale unapokataa kushindwa na changamoto zinazokukabili na kuamua kupambana, kuinuka mara kadhaa, unaonesha ustawi na ukomavu wa akili yako. Lakini jambo lingine la msingi naloweza kuambia vijana wenzangu, tuishi kwa kutokukata tamaa. Tuifanye bidii na juhudi kubwa kutimiza malengo yetu binafsi, lakini malengo ya jamii inayotuzunguka. Jamii inatuhitaji aidha kwa taaluma tulizosomea au kwa uwezo na kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yetu. Kila mtu ana mtu wake anayemtegemea. Kwa hiyo hata kijana mwenzangu aliyoko nyumbani anayetazama kipindi hiki, aliyoko kwenye ofisi yake au mahali fulani, ajue kuna watu ambao anawaona, anawafahamu ama asiowafahamu, na asiowaona pengine wanamhitaji na wanamtegemea sana hata kwa mawazo yake. Kwa hiyo asijidharau na asijipuuze. Aweze kujiheshimu na kuthamini kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, ili atumike kuwa baraka kwa wengine na kwa ajili yake. Nipe neno lako kwa jamii kuhusiana na watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi. Niambie jamii isipuuze na kuwadharau watu wenye ulemavu. Itoe fursa ya kuwaibua hawa watoto wenye ulemavu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi, kwa sababu wanatibika. Na kama ambavyo nilitangulia kusema, na tafsiri kwangu ulemavu sio mauti, na ndio maana leo nimesimama hapa nikizungumza kwa niaba ya vijana wenzangu wengi waliozaliwa na ulemavu na wa aina yangu mimi. Kwa hiyo wawasilishe katika huduma za afya ili wapate haki ya kimatibabu, na baadaye wapate haki ya msingi kujiunga na jamii kwa ngazi zote za muhimu ikiwemo shule, na wao wafikia hatua kutimiza ndoto zao. Lakini pia jamii isiyokuwa na familia hizi za watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi, tunaomba watuunge mkono katika juhudi zetu katika ngazi zote, hata kule mtaani wanapokutana na mtu mwenye changamoto ya kichwa kikubwa na mgongo wazi aliyefanikiwa kutazama kipindi hiki, aweze walau kutafuta nyanja ya kufikia, kama ambavyo ulisema, wanaweza kutoa maoni yao kupitia nambari ya simu ambayo inapita chini ya screen hii, kutafuta namna ya kumsaidia yule mtu mwenye ulemavu, si kwa kumpa hata fedha wakati mwingine, ila walau kumpa mwelekeo. Nenda kwenye taasisi ukapate ushauri wa kitaalamu na mtoto aweze kupata matibabu. Asante sana. Nakushukuru sana Santos, hakika wewe ni kitabu ambacho kinatembea. Na naamini kwamba vijana ambao wamefuatilia kipindi hiki na jamii kwa ujumla wanacho cha kujifunza. Kama hawajajifunza, basi wanacho cha kusimulia watu wengine kuhusiana na kitabu ambacho umekiandika katika maisha yako, ambao ni kitabu kinatembea. Nikushukuru sana kwa muda wako, na nikutakie na kukutia moyo, majukumu mema, usikate tamaa. Hakika ambaye alionekana sie sasa hivi amefaa. Nikushukuru sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji, ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha Vijana Klabu kwa siku hii ya leo. Kipindi cha Vijana Klabu ni elimu, maarifa, lakini pia ujasiriamali, kwa lengo la kubadilisha mtazamo hasi kwa kwa kijana kwenda mtazamo chanya. Nyuma ya kamera alikuwa Dule Billy Evans, la kwangu jina ni Edvesta Tarimo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.